Jina naitwa Ali Musa Shemela kutoka wilaya ya Lushoto, kata ya Kwemashai, kitongoji cha Muheza. Nitangulize kwa kumshukuru Mungu kwa hapa nilipofika. Si kwa uwezo wangu, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na changamoto hii na miaka minne kutoka nipate changamoto hii. Changamoto hii nimeipata nikiwa kwenye njia za utafutaji wa riziki. Nilikuwa nafanya kazi ya kufungasha mapesheni, kuyatoa hapa nyumbani kuyapeleka sokoni ambako ni Soni. Nilipanda kwenye mti nikawa naangua mapesheni, lakini katika harakati za kuangua mapesheni sijajua ni kitu gani kilitokea. Nilishtukia tu, yani ufahamu ulikuja, niko hewani naanguka. Baada ya kuanguka kufika chini, sikujua kwamba nimeumia au sikuumia wala nini. Fahamu ilipotea. Fahamu yangu kwenda kurudi, nikajikuta niko hospitali ya wilaya Lushoto. Baada ya hapo na ndugu yangu nikamuuliza, vipi, mbona mikono yangu haifanyi kazi? Akaniambia, bwana tulia. Anambia, kivipi, mbona mikono haifanyi kazi wala miguu kutingishika siwezi? Akaniambia, wewe tulia, kwa hiyo ukivuta picha hakuna kitu unakumbuka. Nikamwambia, mbona sielewi? Ndugu yangu ndio akaniambia, si umeanguka? Sasa baada ya kuniambia nimeanguka, ndio nikaanza kuvuta picha kwamba nilikuwa wapi, ndio nikajua sasa nimeanguka. Kwa kipindi hicho ilikuwa mawasiliano yalikosekana kutoka shingoni kwenda miguuni. Baada ya hapo wilayani walipoangalia hali yangu jinsi nilivyo, akasema wao hawataweza, tatizo hili ni kubwa. Ikabidi kukafanyika taratibu kwamba nikapewa transfer kwamba niende Muhimbili. Baada ya hapo kwa sababu tatizo linapotokea huwa kunakuwa na watu wengi. Watu walishauriana wakasema kuna madaktari wa Kibiboni wana uwezo wa kutibu na nini. Wakafikiana basi wamlete mtibabu wa mitishamba ambaye anatoka Kibiboni. Yule bwana kweli akasema atumiwe nauli na pesa ya dawa kidogo. Akatumiwa kweli. Kesho yake asubuhi akaja kwa ajili ya matibabu. Alipokuja kweli kuna baadhi ya dawa alinipaka na nini, lakini hali ikawa bado ni changamoto. Nilikaa wastani wa mwezi mmoja pale nyumbani. Baada ya karibia mwezi kuisha, nikatoka kidonda cha kulala. Kile kidonda sasa tena wakati kikionekana kikawa kina hali mbaya mno. Ikabidi sasa akaletwa daktari ambaye anaweza kufanya huduma ya kwanza. Daktari baada ya kuiona ile hali akasema, hii hali sio ya kumwacha huyu mtu hapa nyumbani. Namuomba mama pia ikiwezekana hata bima ya afya namuomba anisaidie katika hilo, mimi pamoja na familia yangu, kwa sababu sasa hivi hata mtoto wangu akianguka anaumwa ghafla hivi ni ngumu. Labda nitatafuta tu hayo madawa ya huku ya asili, lakini uwezo wa kusema nimpeleke hospitali haupo. Hivyo namuomba mama kama kuna uwezekano anisaidie pia na bima ya afya kwangu mimi pamoja na familia yangu. Mimi naitwa Hamisi Juma Musa Shemela. Ndugu yetu huu changamoto ili asaidiwe na serikali. Mama Samia tunaomba anisaidie ndugu yetu. Kama hivi unavyomuona, ana watoto watatu wanasoma shule, lakini mama uwezo hana. Na sisi ndugu tusaidiwe, kwa sababu serikali inaongozwa na nchi na rais, na wananchi wenyewe kuna mwenyekiti, kuna mtendaji, na katika kwenye hii wilaya ya Lushoto kuna mkurugenzi na mkuu wa wilaya ya Lushoto. Naomba tusaidie, kuna wabunge, afu mbunge huyo ni waziri. Tuomba tusaidie ndugu yetu huyu hali asaidiwe. Tuomba msaada huo tusaidie kama serikali, kwa sababu serikali ndio inayolinda nchi. Walemavu wanasaidiwa na serikali. Jamani, msifiche wagonjwa wenu. Kama mna mtoto ni mlemavu, mtoni aende shuleni ili serikali iweze kutusaidia sisi ndugu yetu apone.
kama kuna uwezekano huu, kwa sababu wanaweza mpeleke mgonjwa hospitali. Kupona ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, kufa pia ni Mwenyezi Mungu akipenda. Kuna kubaki na kusipobaki. Wewe ulime afu usile. Kule wengine wewe ushapanda umepalia lakini hutakula. Basi tunaomba ndugu yetu huyu kwa sababu hana uwezo wa sasa hivi. Uwezo wake inabidi asaidiwe. Uwezo hana tena. Na wazee kama sisi ndugu zake tunakuja ametubana, ndugu zangu njoni kuna kitu hivi 1 2 3 tunakuja tunamsaidia ndugu yetu kama hivi. Sasa sisi ndugu zake lakini uwezo huo kumpeleka hospitali tena basi ndio tumeishia hapo. Singano Shemela. Na mwanangu anaitwa Ali Musa Singano Shemela. Mwanangu ameumwa kwa muda mrefu, amesaidiwa na ndugu zake huko Dar es Salaam, imeshindikana. Ndio maana sasa hivi amerudi hapa nyumbani. Hapa nyumbani diwani anafahamu hili tatizo na mbunge ambaye amepita, siwezi kulaumu kwa sababu taarifa hii hajui kama anayo. Bado huyu mbunge wa hivi sasa ambaye ni mbunge wa sasa hivi, yeye hajafika hapa na hapa, ili labda yeye swala hili halifahamu. Sasa naomba serikali hii inisaidie tatizo la hii ya huyu mwanangu, kwa sababu sasa hivi mimi sina uwezo wowote. Sasa niomba serikali yangu nisaidie swala hili, mimi sina uwezo. Naitwa Fatina Ali. Niko na mgonjwa kama mnavyomuona. Changamoto ni nyingi ninazopitia. Maisha, yeye ndio baba na yeye ndio alikuwa anatutafutia. Mimi sasa hivi ndio kama mnavyomuona. Tunajitafutia wenyewe na watoto wanasoma. Wanahitajika vitu shuleni. Mtoto mkubwa anasoma form 2. Matumizi ni mengi yanayohitajika shuleni, lakini siwezi kuyatimiza kwa sababu uwezo ni mdogo. Niko na mwingine anasoma darasa la 2. Na hivyo hivyo kuna vitu vinahitajika shuleni lakini inakuwa ni ngumu kuvitekeleza. Mavazi, kiangalia hata viatu vya shule pia ni mtihani. Na hali ya kinyumbani ya kimaisha pia ni changamoto. Lakini tunashukuru Mungu tunapata riziki ndogo ndogo. Kuna ndugu zake pia wapo wanatoa kidogo anachokipata. Tunashukuru Mungu siku zinaenda, lakini nikirudi upande wake katika kumuuguza, changamoto ni nyingi. Kwa sababu yeye hawezi kunyanyuka, hawezi kwenda hata chooni. Kila kitu ni hapo hapo. Kwa hiyo mimi mwenyewe nafua tu kupitia mikono yangu mwenyewe. Yaani sina kitu kile cha kumweka kama pampers. Sina. Natumia tu mikono yangu mwenyewe kumsaidia yeye. Kama hivyo kumbeba saa nyingine siwezi, lakini Mungu ananipa nguvu. Ndio hivyo kama kigali ndio hicho, hakina kazi kishakufa. Kwa hiyo tungeomba kama tungepata msaada akapata kigali kingine. Na nikapata kama hivyo vitu nilivyosema, nikasaidiwa, pampers nikapata, ama kitu kingine ambacho kingeweza kumsaidia. Labda tangia mume wako apate hili tatizo, sasa hivi ana miaka mingapi? Mwaka ni wa 4 sasa. Tangia apate mtihani huo. Labda kwa upande wa serikali wanakupa msaada fulani? Hakuna msaada wowote kutoka serikalini. Kuna sehemu gani ambazo umejaribu kwenda kuomba misaada ikashindikana labda? Kwa kweli sijaenda popote, ila kwa hawa watendaji ndio nimesimama nao. Kama hivyo mtoto wangu akifukuzwa pesa ya mlinzi naenda kuwaeleza. Watoto wangu huyo mkubwa anakula tu shuleni lakini kupitia mtendaji. Nilimwambia sina uwezo wa kutoa chakula, sina uwezo wa elimu wala pesa ya mlinzi. Kwa hiyo wao ndio wamelisimamia. Anakula tu huyo mkubwa. Anapewa tu chakula lakini sijatoa chochote. Mimi namuomba tu huyu mama kama ananisikia na ataniona popote, naomba anisaidie. Kwa hali na mali, mume wangu apate kigali na mimi pia nipate maisha, angalau maisha yawe mazuri. Nataka watoto wangu wasome vizuri.
Na labda kwa upande wa matibabu ipoje? Matibabu hamna, matibabu yamesimama kabisa. Hata matibabu yani tena kama ingewezekana vyote viachwe, lakini matibabu yaendelee, sababu tangia arudi hospitali hana matibabu yoyote, wa kukaa tu kama unavyomuona. Naitwa Maki Edwin Makasambara, ni mkufunzi hapa wilayani Lushoto kwenye masuala ya scout. Nipo na walimu wenzangu, lakini kwa sababu sisi scout tunayafanya majukumu ya kijamii na scout ni mwenye huruma, kwa hiyo tunafanya jambo ambalo tunafanya matukio mbalimbali katika wilaya yetu ya Lushoto, kutembelea wagonjwa, kufanya mambo mbalimbali mengine ya usafi nini na nini. Lakini kuhusiana na ugonjwa wa ndugu yetu Ali Musa ambaye saizi amepata ulemavu na ameshindwa kupata matibabu, huyu ndugu tunamfahamu. Tukiwa katika shughuli zetu za kiscout tukamtembelea, na ndugu yake pia ambaye yupo ndani ya scout tunamfundisha. Lakini sasa baada ya kupata changamoto kama hiyo, ikabidi tuende nyumbani kwake kama scout wote kwa pamoja, tukaenda kumuona na kumpelekea vitu mbalimbali ambavyo vitamsaidia katika maisha yake kama chakula na vitu vingine. Basi sisi kama scout tuliweza kuliugua hilo jambo na kugundua kwa kweli kumsemea katika jamii, kwa kuwa sisi pia ni scout wenye huruma kwa viumbe, ni kama kanuni yetu ya scout, kwa lazima tutimize hilo. Ndugu yetu kwa kweli hana msaada wowote, na viongozi mbalimbali wameweza kulijua hilo jambo, lakini kwa kuwa ndugu yetu anaendelea kuteseka hapo nyumbani, sisi huwa tunaenda mbele zaidi. Basi viongozi mbalimbali wameweza kuipata hiyo, kama diwani, mwenyekiti, wanajua wanaomzunguka katika hilo eneo. Lakini tunaomba msaada huo uendelee zaidi kama alivyoomba ndugu yetu Ali, ili asaidiwe zaidi. Sisi kama scout tumeliona, lakini hatuna msaada zaidi wa kulifikisha. Kamishina wetu wa scout anajua, ameshapata taarifa hiyo naye anaishughulikia kwa upande wake. Na sisi tunamwomba sana mama yetu Samia ambaye ndiye anayetushika mkono katika masuala ya scout hapa nchini Tanzania, ili aweze kumsaidia ndugu yetu Ali kama alivyoeleza yeye mwenyewe, mgonjwa na ndugu zake pale. Basi tunashukuru sana kwa kufikia huku, jamii kuona jinsi ndugu yetu anavyoendelea. Tunaamini kwamba ipo siku moja ndugu yetu ataweza kutembea kama sisi tulivyo. Labda Bwana Ali pale anakabiliana na changamoto gani? Bwana Ali anakabiliwa na changamoto kubwa sana. Kama mnavyomuona, hawezi kutembea, kiti chake akifanyi kazi amefunga na kamba. Kwa hiyo ni swala ambalo linamtesa sana. Kikubwa zaidi, Bwana Ali anahitaji matibabu ya afya yake. Kwa kweli hayaridhishi. Anashindwa kutembea, kama mlivyoona, kiuno kwenda miguu haifanyi kazi. Kwa hiyo kikubwa sana ni hicho, matibabu yapatiwe, yani ndugu yetu aweze kupatiwa matibabu ya uhakika. Sasa moja kwa moja nikiwa niambia serikali yako na wahisani zaidi, kipi unawaambia? Kwa kweli tunaiomba serikali yetu ni sikivu sana, na serikali yetu inajali mambo kama hayo. Kama Bwana Ali ni mwananchi, ni raia ndani ya nchi Tanzania, lazima atasaidiwa, na sauti hii inapoifikisha, lazima huyu ndugu yetu tunaamini siku moja ataweza kusaidiwa. Hata watu binafsi wanaoweza kumtembelea Bwana Ali pale alipo, kumpatia msaada, anashindwa hata kukaa, somsaidia hata kiti aweze kukaa vizuri kiti. Lakini zaidi kwa serikali yetu ya Tanzania, wana uwezo mkubwa wa kumsaidia Bwana Ali kupata matibabu, kwa sababu anatakiwa aende Muhimbili aendelee na matibabu yake. Sasa kinachokwamisha ni hali ya uchumi katika familia yake.